Tulishughulikia kusoma, tulishughulikia kusikiliza na kuzungumza, na tukashughulikia kuzungumza ili kupasha habari, na tukataja aina za kuzungumza ili kupasha habari. Leo hii nataka tujikite katika somo lipya, na tutakuwa tunashughulikia kusoma kwa kina. Na katika kusoma kwa kina tutakuwa tunaangalia mandhari. Ninafikiri una ukumbukizi kuhusu somo tulilojifunza hapo awali, tukishughulikia kufafanua dhana muhimu za fasihi. Baadhi ya dhana muhimu za fasihi ambazo tunakumbuka tulishughulikia ni kama mandhari na dhamira. Sivyo? Mnakumbuka tukizungumzia kuhusu dhamira na mandhari. Tukasema mandhari ni mazingira ambayo kazi ya fasihi imetengenezewa au imejikita. Tukasema pia dhamira ni lengo la mwandishi, sivyo? Yaani ni sababu gani mwandishi huyo akaamua kuandika kazi yake ya fasihi. Kwa hivyo leo tunataka tuende moja kwa moja kushughulikia mandhari. Je, unafikiri mandhari ni nini? Uko na mwenzako pale, jaribu kumuuliza iwapo anajua maana ya mandhari. Haya, mnapoendelea kujadiliana, kuna yule ambaye ana kamusi, sivyo? Haya, kwa wale ambao wana kamusi pia fungueni kamusi, kisha mtafute maana ya mandhari. Haya, natumai mmejadiliana na mwenzako. Sasa nataka munipe mambo ambayo mnafikiri yanatoa maana ya neno mandhari. Haya, naona umeinua mkono. Verol, umepata maana ya mandhari ni nini? Mandhari ni mazingira au mahali ambapo matukio hutendeka. Makofi kwake. Verol anatuambia mandhari ni mazingira ambayo matukio, Verol endelea, matukio Hutendeka au kutokea. Matukio hutendeka au hutokea. Vizuri. Haya, ni nani ambaye ana maana tofauti au maana nyingine kuhusiana na neno mandhari? Steven? Shifra? Ni sura ya mahali panapo onekana. Vizuri. Naam. Kupitia mwenzenu amefafanua maana ya mandhari kwa kusema ni mazingira ambayo matukio hutendeka au hutokea. Vile vile mwenzenu amesema ni sura ya mahali panapoonekana. Kwa mfano, shuleni kuna mandhari mahususi pale. Sokoni kuna mandhari mahususi, yani mazingira ya pale au sehemu hiyo inafanana aje au inaonekana kwa namna gani? Tuko pamoja? Kwa mfano shuleni, mandhari ya shuleni inaonekana namna ipi? Shuleni utapata kuna madarasa, utapata kuna bendera, sivyo? Utapata kuna wanafunzi, kuna walimu, kuna chumba cha walimu pia, sivyo? Hayo ni mandhari ya shuleni. Na sokoni je? Kuna wanunuzi, wauzaji, mikono juu, Ovida. Siro.
wabebaji. Merol, bidhaa za kununua. Utapata pia kuna vibanda, sivyo? Haya, utapata kuna nini tena Alex? Waarabu. Huenda pia kuna Waarabu. Naam. Unainua mkono, sawa. Naam. Unaweza pata kuna viti. Yusuf? Wanunuzi, Steven? Pengine pia kuna ghorofa, sivyo? Hayo ni mazingira ya sehemu hiyo. Ukitazama mazingira ya sokoni na mazingira ya hapa shuleni kuna tofauti. Tuko pamoja? Haya. Twende ukurasa wa 86. Kitabu chako cha mwanafunzi Top Scholar grade ya 7. Fungua ukurasa wa 86. Uko pale? Haya. Kuna kichocheo pale kinachokuuliza ni mazingira gani ya matukio yaliyokuvutia katika vitabu vya hadithi ambavyo umewahi kusoma. Je, wewe kama mwanafunzi umewahi kusoma kitabu chochote cha hadithi? Naam. Ni mazingira gani yaliyokuvutia katika hicho kitabu ambacho ulikisoma? Unafikiri ni mazingira gani yaliyokuvutia? Mikono juu. Fidel? Wesley? Sauti? Sauti? Haya, Wesley? Hicho ni kitabu ambacho ulikisoma, sivyo? Mshale wa Matumaini. Na katika hicho kitabu chako ambacho ulikisoma, Mshale wa Matumaini, ni mazingira yepi yaliyokuvutia pale? Sheila? Mazingira ya shuleni, vizuri. Haya, Sheila anatuambia kuna mazingira fulani ambayo yalimvutia. Mazingira ya shuleni. Naam. Cynthia? Katika kitabu kipi? Mshale wa Matumaini, mazingira ya nyumbani. Mazingira mengine, mkono juu. Steven? Mazingira ya usafi. Mazingira ya usafi. Sheila? Hayo si mazingira. Umejaribu. Merol? La. Mazingira tumesema ni matukio mandhari. Ni mazingira ambayo matukio hutendeka au hutokea. Ukisema usafi shuleni au si matukio. Tuko pamoja? Kwa Kiingereza tunaita environment. Tuko pamoja? How does your environment look like? We have a school environment, hospital environment, work environment. Tuko pamoja? Mazingira ya kazi, mazingira ya hospitalini, mazingira ya sokoni, mazingira ya nyumbani, kazini na kadhalika. Haya. Katika mifano ambayo tumetoa na wenzetu, sikiliza kwa makini. Katika kitabu cha Mshale wa Matumaini kilichoandikwa na John Habwe, Mshale wa Matumaini kilichoandikwa na John Habwe tunapata baadhi ya mazingira
na wengine wenu wameshataja mazingira kadhaa ambayo yanapatikana katika kitabu hicho. Mwenzenu Wesley amesema kuna mazingira ya shuleni. Katika kitabu hicho unapoendelea kukisoma, nafikiri ni katika sura ya 5 pale, baada ya vita kuzuka katika eneo la kina Dennis na mhusika wetu mkuu, tunagundua kuwa wakina Dennis na mhusika wetu wanafurushwa hadi katika kambi. Tuko pamoja? Na katika kambi hiyo tunapata kuwa kuna shule pale, shule ambayo inawapa watoto elimu. Tunaelewana? Naam. Kwa hivyo kupitia kitabu hicho tunapata kuwa kuna mazingira ya shuleni. Haya, vile vile kuna mazingira ya nyumbani. Vile vile kuna mazingira ya nyumbani. Tukiangalia mhusika wetu mkuu anaitwa nani? Mhusika wetu mkuu anaitwa nani?